Ndio maana nakupa shauri, mtu wa Mpanda, na hasa wewe uliyeanza pamoja nasi kwenye mkutano huu, mchague Yesu. Ukimchagua Yesu utakuwa salama. Hutalialia na kuulizwa na mapepo tena. Hutawaza kujiua. Wiki moja kabla nilikuwa nahubiri kule Singida, wilaya moja inaitwa Manyoni. Yaani kabla ya Jumapili iliyopita ya jana hii, nilikuwa na mkutano sehemu. Kutana na mama moja. Akaniambia, akasema hivi. Sasa kumbe siku amekoja kwenye mkutano, ndio alikuwa ameshawaza, akajinyima. Maana amefiwa na mume, halafu ana watoto 9. Halafu mambo yameenda ndivyo sivyo. Watoto wanadaiwa ada, kodi ya nyumba hana. Alikuwa na biashara imeporomoka. Kwa hiyo ni vilio. Kila mtu anamfuata, anemdai anamfuata. Watoto wanalilia hapa, wengine siji wako vioni wapi, siji wengine. Akasema, akawaza afanye nini? Hana majibu. Anaenda kukopa mikopo, hapewi. Maana mpaka wameshajua sasa ni mkopaji, halafu halipi. Kama ulivyo wewe mwenyewe. Mpaka umeshaanza kutumia mbinu ya kutuma mtu mwingine, na yeye watamgundua kwamba umemtuma wewe, na yeye hawatampa. Kwa hiyo na wazajiwe afe, kwani ana faida gani? Sasa ninahubiri namna hii, nikasema bado liko tumaini kwa Bwana. Mchague Yesu. Yeye Yesu ana uwezo, ana uzima tele. Yeye ndio mfariji wa kweli. Ukimwamini yeye atakusaidia. Haleluya, haleluya. Mwamini tu. Jumapili tukawepo naye kanisani. Akasema, yani baada ya maombi, mchungaji, mara alichukua namba zangu, nasikia amani, nasikia furaha. Haleluya. Hapa anasema hata baadhi ya wadeni wangu wananiambia, basi bwana, si tuliambiwa ni tapeli. Kumbe bwana sio tapeli, ni maneno ya watu. Wewe anza kutafuta kidogo kidogo, utatuleteaga. Yani ukiwa na Yesu anazima mioto ya kishetani. Haleluya. Maana unatembea ukiwa ndani ya mfalme mkuu, Yesu Kristo Mwokozi. Sema amina. Sema amen. Unatembea kwa furaha. Ukimkataa Yesu una shida kubwa. Wapo waliopinga na kukataa maneno haya, kama nilivyokuambia, wengine wafalme wa nchi fulani fulani. Wengine akasema tutakusanya Biblia zote tuchome moto. Haleluya. Walikuwako kina Sauli, walikuwa wanatisha, wanaua walokole, lakini Yesu akakutana nao. Alipokutana nao anawaambia, ni vigumu kupiga mateke mchoko. Injili ni mchoko ulioshindikana. Ukitaka uwe salama ni kujiunga na Injili, ni kuikubali Injili. Ukikubali Injili unakuwa salama. Haleluya. Hao waliokataa wakasema tutachoma Biblia zote. Hivi ninavyohubiri leo wako makaburini. Wengine walikamatwa kwenye mapango kama vile panya, wakauawa, lakini bado Injili inaendelea kuhubiriwa. Na leo imefika makanyagio. Injili haizimwi na mwanadamu. Injili ni uwezo wa Mungu. Haleluya. Ni mamlaka ya Mungu. Ukipokea Injili umepokea mamlaka ya Mungu. Inaanza kukufanya kuwa salama.